unatia bidii kazini ndio kampuni iende next level. Saa zingine hata lunch uendi, unatoka late hours. Wewe sasa ndio wanafuta, wewe ni wakufutwa. Ule mwenye anakuja late ako tu anakaa lazy, huyo ndio wanaongeza mshahara. Huyo kwanza anapewa cheo, anakuwa mkubwa wako huyo wewe. Kama ni mmoja kati ya watu ambao wanapitia changamoto hii ambayo anaelezea hapa Tom Daktari, kwamba unakuwa ofisini, umeajiriwa kwenye kampuni fulani au ofisi fulani, lakini unapitia changamoto kama hizi, unapambana, una struggle, unaonesha jitihada za kuhakikisha project zinasimama, lakini mwisho wa siku no recognition, lakini vile vile hutoki kwenye ule level ambao uko nayo, lakini vile vile uchumi unabaki vile vile. Watu wa nyuma yako wote wanaokutegemea wanaangalia, wanaziona jitihada zako, lakini hakuna kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yao, lakini vile vile wewe maisha yako yanabaki vile vile. Nikwambie kitu kimoja rafiki yangu, kama unaangalia video hii ni ishara tosha kwako kwamba imefika wakati wa kuanza kujenga maisha yako binafsi. Umefika wakati wa kuanza kujenga kampuni yako binafsi. Sasa imetosha kuwa kwenye hiyo hali. Kuna dalili nyingine na kuna saini nyingine na kuna ishara ambazo sio lazima zije kuambia sasa ndio mimi nimekuja leo kutoka. Hapana. Kuna ishara ukianza kuona moyo wako hauna furaha tena juu ya jambo unalofanya. Hizi ni scenario ambazo zinakuta watu wengi sana makazini. Hata mimi nilikuwa ni mmoja wa watu ambao nilikuwa napitia situation kama hizi. Mimi nilikuwa nafanya kazi kwenye law firm fulani, vile vile nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni fulani. At the same time, ile ilifika stage nikaanza kuona no, this is not me anymore. Au kukosea njia. Ulipita pale kwa makusudi kwa ajili ya kujifunza hiyo skills ulionayo, kwa ajili ya kugundua watu wa kwenye hiyo career wanafanyaje kazi, kwa kumuona bosi wako, kwa kuona utendaji kazi wako. Imetosha. Ni muda sasa hivi ukiwa bado kijana, una nguvu yako, uanze kufanya mambo yako, kuliko baadaye umechoka, unakuja miaka 65 unataka uanze kufanya biashara na ujasiriamali. Nikuhakikishie tu, ukifikisha miaka 60 ukasema ustaafu ndo uanze biashara, utakufa na stress. Kama wewe ni mtu wa namna hii na unahitaji msaada, namna gani ya kuanza ujasiriamali, namna gani ya kuweza kufungua kampuni yako binafsi, comment neno team hapo chini. Nitakufikia, ama piga simu inayoonekana hapa, nitakufikia na kuanza kukuonyesha hatua kwa hatua namna gani unaweza kubuild kitu chako kuanzia chini kikasimama. Experience uliyoipata ofisini imetosha. Yaani hiyo experience unayoifanya hapo ofisini kwa bosi wako, ukifanya kwako mwenyewe itakulipa mara 10 zaidi ya hapo unapolipa.